Mchezo wa CRDB Federation Cup umekamilika kati ya Simba Sports Club dhidi ya B19 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mchezo ambao pia tumeushuhudia wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakifanikiwa kuweza kuondoka na ushindi wa bao 2-0. Mabao ya Clatous Chota Chama lakini pia bao la Ino Luemba yakiweza kukamilisha karamu hiyo ya pointi 3 pamoja na ushindi mnono ambao wameupata Simba Sports Club. Ambacho nimekiona katika mchezo huu, jambo la msingi ambalo kwanza Simba wameweza kufuzu katika hatua ya 16 bora. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulifahamu, lakini pia vile wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club mpaka hivi sasa katika michezo ambayo wamecheza, hii ambayo wameicheza leo hii, wanakwenda kukamilisha clean sheet 6 ambazo wamezipata mfululizo katika michuano yote ambayo wamecheza, kuanzia ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho ambalo ni CRDB Federation Cup pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Sasa baada ya ushindi huu, Simba Sports Club ana mawili katika hatua ya 16 bora ambayo inafuata hivi sasa ni kukutana na Dodoma Jiji iwapo atafanya vizuri katika mchezo wake unaofuata, ambapo alitumia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari kwa shughuli hiyo kabla ya kuanza mchezo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu Tanzania bara za michezo. Adhabu hii ni kwa kuzingatia kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Hao ni wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club katika mchezo wa dabi, wakiweza kukumbana ama wakiweza kukutana na karia hiyo hapo, ama akiweza kukutana na shida hiyo hapo katika namna moja ama nyingine, jinsi hali ambavyo ilivyo. Lakini pia taarifa hii inaendelea na kusema kwamba, na hii ni taarifa nyingine, huu ulikuwa ni mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Mchezo mwingine kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba Sports Club, ambapo klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa za maji mchezaji William Ediga wa Dodoma Jiji wakati akitoka uwanjani katika mchezo tajwa hapo juu, pamoja na kuwarushia chupa watu wa huduma ya kwanza Red Cross wakati wakitekeleza majukumu yao katika namna moja ama nyingine ndani ya uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hii ni kwa kuzingatia kanuni 47 kifungu cha kwanza ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu katika namna moja ama nyingine bwana. Huu ni mkeka wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakiutoa hivyo katika namna moja ama nyingine. Unaweza kutuambia maoni yako, faini hizi ambao wamepiga wekundu hawa Msimbazi Simba Sports Club, unafikiria kwamba zina uwezo wa kwenda kujenga chochote kitu, ama bado TFF wana uhitaji wa kuweza kuongeza adhabu hizi? Niambie hapo katika maoni, nami nitakwenda kusoma kwa uzuri kabisa. Nikukumbushe tu, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, una nafasi kubwa kabisa ya kuweza tu kufanya hivyo hivi sasa, ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo kutoka hapa ndani ya Kemgongo TV. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.